Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema kitendo cha kuzuiliwa kwa saa 8 na mamlaka ya Angola ni cha aibu kidiplomasia. Hata hivyo, ameeleza msimamo wake kuwa licha kukerwa na tukio hilo hana kinyongo na wananchi wa Angola. Katika taarifa yake leo Machi 14 mwaka 2025, Othman amesema yeye pamoja na viongozi wengine waliozuiliwa bila ya sababu yoyote na mamlaka ya Angola waliokwenda kushiriki jukwaa la kidemokrasia la Afrika. Hatimaye majira ya saa 4 usiku tuliachiwa huru na kupelekwa katika hoteli ambazo tulipangiwa huku tukiwa na uchovu, amesema Othman ambaye alikuwa ameambatana na viongozi kadhaa. Wakati anazuiwa jana Jumatano Machi 13, Othman amesema alikuwa ameambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia Luteni Jenerali Matthew Edward Mkingule ambaye pia anayewakilisha Tanzania nchini Angola. Wengine walikuwa kwenye msafara wake ni kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Semu, waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Dr. Nasr Omar na maofisa wengine wa chama hicho. Vile vile mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambaye pia alikuwa anaenda kuhudhuria mkutano huo wa jukwaa la demokrasia Afrika PAD naye alizuiwa kuingia nchini humo. Hiki ni kitendo cha aibu kidiplomasia kilichotekelezwa na mamlaka ya Angola, kimetia doa dhana ya umoja wa Afrika, hasa wakati huu ambapo rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa AU, amesema Othman kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X. Othman amesema viongozi wengine wa kimataifa waliokwama pamoja naye ni rais wastaafu wa Botswana na Colombia, waziri mkuu mstaafu wa Lesotho pamoja na wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali waliozuiwa saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Angola. Ameeleza kuwa licha kusitishwa na tukio hilo hana kinyongo na wananchi wa Angola, akibainisha kuwa Tanzania na Angola zimekuwa na uhusiano wa kihistoria kwa muda mrefu. Kutokana na tukio hilo, amesema ametafakari kuamua asishiriki mkutano wa jukwaa la kidemokrasia Afrika ambao alikuwa amealikwa na badala yake anarejea Tanzania kwa ajili ya kufanya tafakuri kuhusu tukio hilo. Nami nahitaji muda wa kufanya tathmini ya kina kuhusu shambulio hili dhidi ya kidiplomasia, amesema.